Wanafurahia kulisema hili kwenye survey zao za kiuchumi kila siku kwamba Burkina Faso ni nchi maskini, Mali ni nchi maskini, na hata Niger ni nchi maskini pia. Tunaweka kwenye listi ya nchi 10 ambazo ni maskini ulimwenguni. Sawa, sisi kama ni nchi maskini, lakini hivi sasa ni muda sisi kuchukua maamuzi. Tumewaambia wale wote ambao walikuwa wanatutawala waweze kuondoka, lakini hawataki kuondoka. Kwa nini? Tukichukulia mfano kule nchini Niger, karibia miaka 40 wamekuwa wakivuna uranium, kujuzi umeme na energy mbalimbali kwa ajili ya mataifa yao. Kutoka Ottawa to Paris, mitaa yote imezungukwa na taa. Lakini Niger, darkness, yani giza tupu kwenye kila barabara ambayo. Lakini ukirudi katika nchi yangu Burkina Faso, ardhi yetu imezungukwa na mashimo kwa sababu watu wanavuna gold ama dhahabu kila sehemu. Lakini cha kushangaza, ili uweze kufikia hayo sehemu ambayo tunavuna madini, hakuna hata huduma nzuri za kijamii na hata barabara nzuri. Na ndio maana tunaamua kuchukua maamuzi kwa ajili ya kufikisha kesho yetu ikawe bora kwenye mikono yetu. Kuna mifano mingi sana, mpaka tunaamua kuchukua uamuzi huu. Tumekubali kuwa watumwa kwa muda mrefu sana, lakini hivi sasa tunaamua kufikisha ujumbe kwa wale wote ambao walikuwa wanatutawala, kwa sababu tumeamua kubadilisha mfumo mzima kwa ujumla, kwa sababu siku zote tulikuwa tunawasefu wao, lakini hivi sasa tumekuja kuikata ile cheni na tunataka kujifaidisha wenyewe, na sio muda wa kuwafaidisha wao tena. Wamesema wanatuforce muda wote tuweze kukaa katika mstari wao ili waweze kuturuhusu, waweze kutuongoza, kwa sababu wamefundishwa wasomi lazima wafuate, ili waweze lengo kubwa waweze kubaki kwenye ile line ambayo wamekuwa wakihitaji. Tumekataa kuweza kuwafuata na kusimama kwenye line yao. Tumeamua kujisimamia wenyewe. Wamekuwa wakivuna vitu vingi katika ardhi yetu, wakitunyanyasa. Wamekuwa wakipoteza hata imani kwenye taifa letu. Wamekuwa wakituona kama sisi sio binadamu. Lakini cha kuongezea kwenye hilo, mawasiliano imekuwa ni kitu cha hatari sana. Wamekuwa wakikiingilia kwa mara nyingi zaidi, lakini people wa Sahel wanaelewa na hawawezi kuweza kubadilika na kushawishika tena. Wanajua ni wapi wametokea na nini wanakifanya na wapi wanaelekea. Hatuwezi hata siku moja kuendelea kuruhusu hili. Watu wameamka na wanaanza kupambana kuanzia leo, sio kwa ajili ya kwetu sisi wenyewe, lakini kwa sababu ya kesho yetu. Na nashukuru wote ambao mmeamka na kukubali kuweza kupambana. Hatuwezi kurudi nyuma. Tutapambana nao ili tuweze kupata uhuru wa haki na wa kweli siku zote. Kwa sababu kuwaogopa wale watu, wana vitu vitatu tu kwenye midomo yao: demokrasia, uhuru na haki za binadamu. Bila shaka siku zote wamekuwa wakichagua watu kupitia demokrasia, huru na uwazi kama wenyewe ambavyo wanasema, kwa sababu ambazo wanataka kujipa wenyewe, kujifaidisha wenyewe. Lakini iko ni kitu cha kawaida. Wanataka kutugaia sisi kitu ambacho hata siku moja hakija kutufaidisha. Sisi tumeamua kuchukua maamuzi yetu sisi wenyewe. Na ndio maana kwenye Julai 26, 2023 ndo Nigeria wakiamua kubadilisha mwelekeo wao, na Amnesty International na Mastercard walikuwa wamekasirika sana. Wakaanza kutangaza vita dhidi ya Nigerian people, kwa sababu walikuwa wamekubali utawala mpya. Na sisi tunasema, na mtu yote ambaye atataka Nigeria na sisi atakuwa ametuchokoza kama Burkina Faso, tutapambana bila kupumzika. Tutamwaga damu kwa mtu yoyote ambaye atakuwa anajaribu kuataki taifa letu. Tangazo haya na maamuzi haya tumefanya jana na leo
na kesho na itakuwa milele pia. Na hapa AES imezaliwa 16 tarehe 2023 kwa sababu ya framework defense, kwa sababu ya ulinzi. Lakini tumeamua kufanya hii kitu ili tuweze kuipa nafasi kubwa sana. Kinachotupa sisi kutuweka pamoja mpaka hivi leo ni zaidi ya ulinzi, zaidi ya ukaribu wa kifedha au uchumi, au afya, elimu na vitu vingine. Naamini momenti hii ama wakati huu tutaenda kuandika historia mzuri kwa ajili ya AES, lakini kwa Afrika na duniani kote kwa ujumla. Naomba Mungu akape nafasi kila mmoja wetu, aweze kutuinspire na kutupa nguvu ya kuweza kuaminiana sisi kwa sisi. Na juu ya yote tutafanya kazi tunatuweka katika ubongo wetu. Nguvu ndio kitu chochote ambacho kinaweza kutufanya tukashinda hivi. Kupitia hilo tunamshukuru Mungu wetu kwa kuweza kutupa nafasi hii na kutuweza kutulinda mpaka hivi leo na kuwalinda hata wapambanaji. Na tunawashukuru wote kwa wale wapambanaji ambao wamekaa hapa na kwa ajili ya kujadili kesho yetu ya mataifa yetu. Nawashukuru sana watu wa Niger. Unganeni na kuweni umoja. Watu wa AES siku zote ni wako